hitaji kuja kumfanyia mtu surprise pale uwanjani. Sawa, Zanzibar lini na bado sijapata taarifa yake sasa. Bwana Ahmed, kwa faida leo tuliochelewa kidogo. Alhaji tuzetu. Semaji. Hongera bwana. Tamasha limefana, pia tumefurahi kuona umeingia. Tumewapa watu utalii ambao hawakutarajia. Tamasha, tuambie namna ambavyo binafsi ulivyojiandaa na ulivyoona. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bana, hebu wape fungua kae pale. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tamasha limekuwa zuri kwa maono yangu na mapokeo ya wanasimba walioko sehemu mbalimbali. Tamasha limekuwa bora sana. Kila ambacho tulikipanga tukifanya kwenye tamasha letu tumekifanya kwa ukamilifu wake. Tumekuwa na matukio bora, lakini tumekuwa na matukio ya kiubunifu kwa kweli. Kila ambacho tulipanga kimewa surprise wanasimba waliokuja uwanjani na wale ambao walikuwa kwenye TV. Ni mpangilio mzuri wa matukio, lakini sio matukio ya aznomo, ni matukio yenye kuvutia na matukio yaliyokuwa bora kwa kweli. Tukio moja likiisha, linalokuja linakuwa bora zaidi. Hiyo ndio Simba Day ya miaka 90 fantastic. Miaka 90 ya Simba kwako wewe binafsi kama Ahmed Ally, unawezaje kueleza? Ni miaka yenye mafanikio, ni miaka yenye misukosuko, ni miaka yenye furaha, ni miaka yenye vilio, ni miaka yenye huzuni, ni miaka yenye kila kitu ndani yake. Ni miaka ya ukuaji hadi kufika hapa. Ndani ya miaka 90 Simba yetu imekuwa one of the biggest club in Africa, na bado tunaendelea kuifukuzia ndoto ya kuwa top team in Africa. Kwa hiyo ni miaka 90 ambayo bado tuna nafasi kubwa ya kukua. Tunapotoka kwenye 90 kuitafuta 100, tunapaswa kuingia kwenye 3 bora ya Afrika na hatimaye kuwa namba 1 Afrika. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo wanasimba wametutuma hivi sasa. Semaji, matokeo ya mchezoni wa kirafiki ya leo kuna namna yoyote yanaweza yakazungumza lolote kuelekea msimu ujao, au ni kipi ambacho yanaakisi? Mechi za mwanzo hizi huwa hazitoi taswira sana kuelekea kwenye msimu ujao, kwa sababu ni mechi ambayo watu wote tucheze, watu wote tupate. Na maana ukiangalia kipindi cha kwanza timu nyingine, kipindi cha pili timu nyingine. Ni mechi za maonesho, kama ambavyo unaona wale Simba tumeingia nao kwa ajili ya maonesho. Hawakuja kula mtu wala kutafuna nyama ya binadamu, walikuja kwa ajili ya na hata mechi vile vile ni mechi ya maonesho. Kila mtu anapewa nafasi ya kucheza na kuonesha kiwango chake. Lakini huwezi kucheza vizuri hapa tarehe 8 alafu siku 5 baadaye una mechi kubwa ya dabi ukajiachia ukaonesha. Yani hapa nikikwambia panga first 11 ya Simba hata uweze kuipanga. Panga mshambuliaji wa Simba hapo uweze kupanga. Mwalimu alikuwa anafanya vululu. Mfuko anakaa kitasa mara anasogea mbele, yani ili mradi kila mtu aoneshe uwezo wake na kila mtu apate nafasi ya kucheza. Uweze kujiachia kwenye mechi kama hii kwa sababu hawaangalii wana Simba peke yake. Wako wengi wanaoangalia na wana kalamu na daftari wanaangalia una ubora kiasi gani, una udhaifu kiasi gani. Kwa hiyo lazima ucheze hivi kwa ajili ya kujitengenezea silaha kuelekea katika mechi inayofuata. Matokeo, namna ya kucheza, it's not a big deal at all. Muhimu ni kwamba vijana wamepata nafasi nyingine tena ya kuamsha mwili. Steven Becker anakwenda sasa kukaa na jopo lake la wataalamu na kuangalia mchezaji mmoja ili afanye selection ya wachezaji 18 ambao takwenda kuwatumia tarehe 12 kwenye ngao ya jamii. Maelezo yako ni kama kuna kodi ilikuwa inafichwa. Muhimu sana, huwezi kujichanua, kujiachia tu. Tupo kwenye katikati ya vita. Kwa hiyo lazima kuna vitu vifiche na kuna vingine uvioneshe kwa rangi tofauti. Semaji, wale Simba mmewatoa Ngorongoro, mmewatoa wapi? Na kipindi uko pale juu. Ulikuwa una wasiwasi hapa nikicheza mimi nimeingia. Ulikuwa una wasiwasi? Wale Simba tumewatoa Dar es Salaam Zoo. Na ni Simba kweli. So Simba wa maonesho. Ni Simba kweli, ukijipindua watafuna. Yule mmoja dume anaitwa Kazi, yule mwingine anaitwa Tawa. Nilikuwa na uoga mwanzoni wakati napanda juu pale kwa mara ya kwanza. Nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu walikuwa wanakukuruka wale Simba.
lakini kadri nilivyokuwa nazidi na mwanzoni miguu ilikuwa inatetemeka kidogo. Sasa hapa leo Mungu wangu nikawa nishapiga na sala yangu ya mwisho, sijui umeelewa tunasemaje Waislamu vile ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hapa liwalo na liwe, nimeshakufa na shahada yangu nimetoa. Nitakumbukwa na wanasimba siku 2-3, watasahau, maisha yataendelea, nitabaki kama shujaa siku ya sikukuu miaka 90. Kwa hiyo mwanzoni nilikuwa nina uoga, lakini baadaye kadri nilikuwa ninazidi kwenda nikawa ninazoea ile hali, na of course tulichukua tahadhari zote za kitaalamu. Tulikuwa na askari pale kutoka TAWA ambao walikuwa na silaha za moto. Kwa hiyo kama yule simba angekukuruka, alikuwa anachezea shaba ya mbavu, shughuli yake imeishia hapo na tamasha lingeendelea na story nyingine mpya kabisa. Simba vuruga tamasha la Simba Day. Msemaji, hizi interns, hizi uvaaji wako ubunifu inakuumizaga kichwa, au kuna mtu ambaye mnakaaga chini kama kamati, bwana tunaingiaje? Ni kitu gani ambacho huwa kinakupa? Kusema kweli tumeyatafuta makubwa ambayo yanatukosti. Kuna wakati mpaka mnajiuliza hivi mwakani tutafanya kitu gani tena. Tunakaa jopo la management ya Simba, tunajadiliana bana, mwaka huu tufanye kitu gani. Wa kwanza kuulizwa huwa ni mimi, interest yako ni nini mwaka huu, yani unaingiaje mwaka huu? Kama nina idea nasema, kama sina bana mimi mwaka huu mweupe. Kwa hiyo wengine wanaibuka wanatoa mawazo. Kwa hiyo tumekaa kwenye kikao bwana, unajua zamani kuingia ilikuwa ni kawaida tu, naingia nani, lakini tukabadilisha ile uingiaji uwe ni sehemu yenye mvuto ya ndani ya Simba Day. Kwa hiyo tukafanya ya kwanza, ya pili, mpaka hii ya 5. Hivi sasa kila mtu anasubiri ataingiaje ndani ya Simba Day. Kwa hiyo tulikaa kwenye vikao tukakubaliana mwaka huu acha tuingie na Simba original. Baada hapo michakato ikaanza, tukaenda Dar es Salaam Zoo, tukazungumza nao, tukafuata procedure zote. Kilichobaki sasa, unavaa kitu gani ili ufanane na wanyamapori. Ndio nikazungumza na watu wa hifadhi ya Ngorongoro, ndio wakanipatia yale mavazi. Nikasema hapa ni muhimu nijifunike na sura ili watu wasione sura ya uoga wakati nakatiza pale na Simba Sports wale. Kwa hiyo nikavaa ile maski, jasho, wasiwasi ikawa ni ndani kwa ndani, watu hawaoni, wanaona komando tu. Mwisho wa siku tumemaliza pale, Simba karudi na yundo, nikavua pale, nikashusha pumzi, nikamshukuru Mungu, mambo yake. Kwa hiyo ni mchakato ambao unasimamiwa na management ya Simba, ndio tunafikia kuwa na matukio kama haya bora ya kuvutia. Ule DJ kweli au bobish? Nimeenda kushtua kidogo pale. Moja kati ya nachagua mwenyewe ngoma ninazozipenda pale. Nipiga kwanza ya Tambeni wana Simba, alafu nikaja nikawashtua watu na pombe na watoto. Baada hapo nikaja nikawapigia DJ. Ni mambo ambayo niliyapanga kabisa. Ingia na ungo kama wapi? Ingia na ungo. Sasa utaingia na ungo. Bwana. Watu wa Yanga au? Nataka kuroga hata mechi ya tamasha jamani. Wananchi. Hata tamasha nataka mloge jamani. Wananchi bwana. Hata tamasha. Bwana tunapisha wenzetu tunanyona jambo lao hapa. Jamani. Bwana poa bwana. Basi tayari jamani. Petro.